kama nilivyotanguliza kusema, ni leo tunamulikia Hungary kujiondoa katika mahakama ya ICC. Kwa ufupi tu ni kwamba Hungary jana ilitangaza kujiondoa kwenye mkataba wa Roma ulioanzisha mahakama ya kimataifa ya haki ICC. Hatua hii imefuatia ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini humo hapo jana. Na katika utetezi wake basi waziri huyo mkuu wa Hungary anasema kwamba nchi yake imekuwa nusu kwanza katika wanachama wa ICC, na pia kuongeza kuwa mahakama hiyo ina upendeleo sio ya kisheria na badala yake inatumika kisiasa. Kutusaidia kujadili mada hii katika laini ya simu ni naye Soyinka Lempa, ni mwandishi huyu mkongwe wa habari ambaye pia ni wakili wa mahakama ya ICC aliyeko Nairobi nchini Kenya. Lempa, sijui kama unanipata. Vizuri, siko Nairobi, niko katika kaunti ya Lamu, lakini nakusikia vizuri na kusikia na kupata kwa njia mufti kabisa. Shukran sana Lempa, karibu katika mjadala wa leo, na moja kwa moja labda nianze kwa kuuliza swali hili. Unazungumziaje hii hatua ya Hungary ya kujiondoa katika mahakama ya ICC? Tunaelewa kwamba hatua ya Hungary kujiondoa katika mkataba wa ya Roma unafuatia ziara ya Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, katika nchi hiyo. Na tunafahamu kwamba mwaka uliopita mahakama ya ICC ilitoa kibali cha kukamatwa kwa waziri huu mkuu wa Israel kwa sababu ya vita ambavyo vilikuwa vikiendelea kule Gaza, ambapo Waisraeli takriban 50,000 waliuawa, na kwamba Umoja wa Mataifa ukadhibitisha kwamba kulikuwa na mauaji ya kimbari kama uhalifu wa kivita. Na hivyo kwamba sio jambo la kustusha kwamba Hungary imechukua hatua hii baada ya waziri mkuu wa Israeli kutembelea nchi yao, kwa sababu nchi mwanachama wa mkataba wa Roma ina jukumu ya kumkamata mtu yeyote ambao kibali cha kukamatwa kwake kimetolewa na mahakama hii. Sasa Lempa, Orban anasema kwamba nchi yake kweli ilitia saini mkataba huo wa Roma, lakini imekuwa nusu kwa sababu haukuidhinishwa na bunge la nchi hiyo. Hii ina maana gani kisheria? Kama mkataba haujaidhinishwa na nchi fulani, lakini nchi yenyewe imetia mkataba ule, imeidhinisha ule mkataba kimataifa, kwa sababu unakumbuka hata Kenya kulikuwa na huo mchakato au sheria ilikuweko, lakini haikuwa imepitishwa mbele ya bunge la Kenya. Inategemea vile katiba ya nchi hiyo inavyosema, kwa sababu utakuta kwamba napatiana mfano wa nchi ya Kenya. Mkataba wote ambao Kenya inatia sahihi huwa ni baadhi ya sheria za nchi za Kenya, hata kama imepitishwa na bunge au la. Kwa hiyo lazima tuichunguze katiba ya Hungary na kwamba sheria hii kama ni baadhi ya sheria za Hungary kufuatia katiba yake, ama lazima idhinishwe. Kuna zile sheria zinakuwa moja kwa moja nchi fulani ambao ikitia mkataba sheria yote ya kimataifa, sheria hiyo inakuwa ni sheria ya nchi. Lakini lazima tuchunguze kwamba kama Hungary ni moja wapo ya hizo nchi. Lakini tunaweza jiuliza kwa nini Rais Orban atangaze kwamba wanajiondoa kwa sababu bunge halikuidhinisha sheria hiyo, wakati Netanyahu anayoitembelea nchi yake. Sasa Lempa, mchakato wa nchi mwanachama wa mkataba huo wa ICC kujiondoa katika mahakama hiyo si kwamba ni kusema tu na kutoka. Inachukua muda wa mwaka mmoja tuseme, baada ya kuwasilishwa rasmi kwa barua kwa ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Hungary ilitangaza jana. Kwa hivyo nataka kuamini kwamba itachukua hadi mwakani wakati kama huu kwa hatua hiyo ya Hungary kuweza kutekelezwa. Sasa kwa Hungary kutangaza kwamba imejitoa, ina wajibu wote na jukumu kwa mahakama ICC kwa sasa hadi kipindi ambapo hatua hiyo itaidhinishwa kuweza kutekeleza maagizo ya mahakama hiyo? Asante sana kwa swala hilo. Ukiangalia ibara ya 127 ya mkataba wa Roma inaeleza kinagaubaga utaratibu wa kujiondoa kutoka kwa mahakama ya ICC. Naona kwamba ukiwasilisha kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, sheria hiyo inachukua mwaka mzima ili iweze hatua hiyo inachukua mwaka mzima ili iweze kutekelezwa. Lakini ukisoma hiyo sheria, ibara hiyo ukisoma itakueleza kwa kinagaubaga kwamba nchi ambayo ilikuwa mwenye chama wa mkataba huu bado ina yale majukumu iliyokuwa nayo
wakati ilikuwa mwanachama. Na hivyo kujiondoa hakuiondolei majukumu yake. Mambo ambayo yamefanyika sasa kwa nchi ya Hungary na nchi yote ambayo ingependa kujiondoa ni makosa ya mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita ambayo yatatendeka baada ya kujiondoa, lakini si makosa ambayo nchi fulani ilikuwa imetenda ama serikali fulani ilikuwa imewatendea wananchi wake kabla ya kutoka. Majukumu hayo yanaendelea, na kesi ambazo zilikuwa zinaendelea dhidi ya serikali ama mtu yeyote kutoka nchi fulani ambayo alifanya makosa yale ambayo yametajwa kwenye ibara ya 7 ya sheria ya Roma, bado ana jukumu na koti ina nguvu ya kuendelea kumfungulia na kuendeleza mashtaka dhidi yake. Sasa kama hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa, na Hungary hivi sasa kulingana na maelezo yako ni kwamba bado ina jukumu. Sasa kwa kukaidi kwake, kipi kinafuata? Unajua Hungary saa hii inatakikana ikamati Netanyahu na kumwasilisha ICC, na unakuta kwamba hata Marekani yenyewe ambayo ni nchi ambayo inasemekana ina nguvu zaidi, lakini hivi karibuni tunaona nguvu si vile tulikuwa tunafikiria wanazo. Nchi kama Marekani pia imesema kwamba haitambui ule mkataba wa ICC. Wao wanasema kwamba sheria zao za nchi zina nguvu zaidi za kumchukulia mtu yeyote ambaye hufanya mauaji ya kimbari ama uhalifu wa dhidi ya binadamu au uhalifu ya kivita. Kwa hivyo unaona Hungary wakati huu itapata mtazamo ambazo nchi zingine zitaichukulia, ile kwa kimombo tunasema public perception, ni kwamba hii ni nchi moja ambayo imejitolea kukaidi sheria za kimataifa. Na unajua sheria ya kimataifa, unaona kwamba ni lazima mfishe katibu mkuu wa Umoja wa Kitaifa. Kwa hivyo kuna ile adhari ya kuonekana kama nchi kama vile Kenya mwaka wa 28 tulikuwa tunajigamba tunaweza kujitoa kwenye mkataba huo wa Roma ama kwenye sheria hiyo ya Roma. Kulikuwa na na yale mambo yatakayofuata, ile kwa kimombo tunasema consequence, ambao nchi yote inaiangazia Kenya ule mtazamo ambao nchi zote za kimataifa zinachukulia Kenya inakuwa tofauti kabisa, na wanaona Kenya ni kama ni nchi ambayo haitaki kutekeleza utawala wa kisheria wa kimataifa. Kwa hivyo Hungary wakati huu inamulikwa inamulikwa na dunia nzima kwamba ni nchi mojawapo, kwa sababu hakuna taarifa ama mambo, hakuna jambo ambalo inawasilisha ambalo linaweza watu hawezi elewa ni kwa nini wamejitoa. Ile kwa kimombo tunasema there are no compelling reasons kwa Hungary kujitoa, isipokuwa tu Netanyahu ameitembelea nchi ya Hungary, na kwamba Netanyahu ni mhusika mkuu na rafiki mkubwa wa Marekani, awe Trump awe yule mwingine alikuwa anaitwa Joe Biden. Marekani ni kama tu Israeli. Sasa Lempa, mahakama ya ICC imeshtumiwa na sio Israel peke yake. Israel imesema kwamba ina upendeleo na kwamba inatumika kisiasa, na ndio maneno ambayo pia Orban aliyatumia kwanza leo kutetea hatua yake hii ya kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC. Sasa kwa kauli kama hizo, na pia kuzingatia kwamba Burundi na Ufilipino zilijiondoa katika mahakama hii ya ICC, ni kuonyesha kwamba uaminifu unapungua kwa mahakama hii, ama ni vipi? Utakumbuka kwamba nchi fulani, haswa nchi za Kiafrika ambako kunapatikana mauaji ya kimbari kama Burundi, kama South Sudan ama Sudan Kusini, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa vita ambavyo vinatendeka kule Kongo, ni rahisi sana mtu yeyote kujitetea anapokamatwa kusema kwamba sheria hii inamlenga Mwafrika. Na unaona kwamba yule mtu ambaye anaendesha mashtaka kule, wakati tulikuwa sisi Kenya, watu waliuawa, watu walichomewa nyumba, watu wakafanyiwa kulikuwa na mauaji dhidi ama uhalifu dhidi ya binadamu. Na mtu mwenye alikuwa anaendesha mashtaka yale upambo hakuwa Mkenya, hakuwa Mwafrika, lakini unaona anawatetea Waafrika wanyonge.
na ukiangalia hawa viongozi wa kiimla wa Afrika wanairukia zile sababu, wanazirukia zile sababu za kusema kwamba mahakama haya yanamlenga Mwafrika, mahakama haya yanatumiwa kisiasa bila kutoa sababu mwafaka za kujiondoa. Baadhi ya athari za kujitoa kwenye sheria hii ni kwamba kuna yale mapungufu ya hawa waadhiriwa kupata haki zao, kwa sababu ukiangalia haswa kwa nini mkataba huu ulitiwa sahihi na kwa nini mahakama hii iliundwa, ni kwamba ikiwa nchi fulani imeshindwa kuwachukulia hatua watu ambao wanaendesha mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa hawachukuliwi hatua katika nchi zao, mahakama ya ICC inachukua lile jukumu ili kuwapa waadhiriwa nini haki zao. Unaona, na kuna hata kulipa ridhaa kwa watu kama hao. Na inaonekana kwamba hakuna sababu huwezi sema hivi kama Burundi ambayo tunaijua, huwezi sema hivi kama Rwanda, lakini Rwanda ilijaribu wakati ilianzisha mahakama ya Kasheshe, inaitwa Kasheshe hapa, kuna jina nasahau hapo. Rwanda ilijaribu, lakini Kenya hakuna mtu ambaye amechukuliwa hatua yoyote, na tunajua kwamba kulikuwa na mauaji ya kihalifu, mauaji ya kimbari, na tunajua kwamba hakuna mtu yeyote atakayemchukulia Israeli ama wale majeshi walikuwa wanajipiga picha wakiwa wameua watoto wa Palestina pale Gaza. Hakuna sheria ya Gaza ama ya Israel ambayo tumeiona ikiwachukulia watu kama wale hatua. Sasa Limpa, unaona yes. Naam, kwa ufupi manake naona muda unatupa kisogo. Ipi hatma ya taasisi hiyo ya kimataifa ya kuhakikisha kwamba haki kwa yote inafanyika na pia kuwajibisha watu binafsi na pia viongozi wanaohusika katika uhalifu ulioutaja, ambapo ni uhalifu dhidi ya binadamu na pia uhalifu wa kivita? Unaona, kuna madhara kadhaa wa kujiondoa kwa nchi ya Hungary kutoka ule mkataba wa Roma. Kwanza kuna kudhoofisha utawala wa kisheria wa kitaifa. Hilo ni jambo moja linaonyesha wazi. Pia kuna kudhoofisha mamlaka ya koti hilo. Tunaona kwamba mamlaka yake yatadhalalishwa. Kuna vile athari za uchunguzi wa kesi ambazo zilikuwa zinaendelea. Kama kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa inaendelea dhidi ya Netanyahu ama mtu mwingine yoyote, kuna sasa nchi hiyo itakuwa inadhoofisha ule uchunguzi ambao ulikuwa unaendelea. Shukrani sana. Kama nilivyozungumza, kuna upungufu wa sheria. Asante sana Limpa. Naam, shukrani sana, tungeendelea lakini muda ndio huo, ila asante sana kwa mchango wako katika mjadala huu.